nyumba ya mapadre. Kwa pamoja tutajenga Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, basi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii nyingine tuliyoipata siku hii ya leo tunapoadhimisha sherehe kubwa ya Utatu Mtakatifu. Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Nafsi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wa Mungu wangapi? Kumbe ni Mungu mmoja. Kwa hiyo Mungu asili yake ni Mungu mmoja, one nature, lakini ambaye yuko katika nafsi tatu na zisizogawanyika, na hizi nafsi pia zinajitambulisha kila nafsi kwa nafasi yake. Nafsi ya Baba inaonekana zaidi katika kazi gani? Ya uumbaji. Nafsi ya Mwana inaonekana zaidi katika kazi gani? Ya tukomboa, ukombozi. Na nafsi ya Roho Mtakatifu katika utakatifuza, si ndio? Na leo tumeambiwa hapa tutakuwa na ubatizo wa watoto, na sisi sote tukiachilia hao ambao wanabatizwa leo, basi naamini tumebatizwa, si ndio? Na kama kuna mmoja wetu ambaye yuko hapa na hana mpango wa kubatizwa leo na hajabatizwa, basi amechelewa sana. Na tulibatizwa kwa jina la Baba na la Roho. Kwa hiyo tumebatizwa ubatizo ule wa Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na tunapoanza sala zetu tunaanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Tunapomaliza, endeni na amani. Tunapobarikiwa, abariki Mungu Baba, Mwana na Roho. Kwa hiyo tunaanza kwa Utatu, tunamaliza kwa Utatu. Na ndivyo hivyo ambavyo pia hata tunapoamka asubuhi, kabla ya lolote lile, kwanza tunausifu Utatu Mtakatifu. Tunaamka kwa jina la Baba, hiyo ndio cha kwanza, si ndio? Alafu baada ya hapo ndipo mambo mengine yanaendelea. Na unapoenda kulala ile jioni, na penyewe kabla hujaanza kwanza kupiga usingizi, unajiweka mikononi mwa nani? Mwa Mungu, katika nafsi zake ngapi? Zile tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Unachukua blanketi lako unajitupia, unasema sasa nilale kwa amani. Lakini kama wewe asubuhi unaamka tu kama digidiga amefumushwa kichakani bila hata kusema kwa jina la ishara ya msalaba, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, maana yake unakuwa unakosa ile nidhamu, unakosa ile kutambua kwamba aliyekuamsha ni nani? Ni Mungu. Na tunajua kwa nini Mungu ametuumba, si ndio? Kwa nini Mungu ametuumba? Tumjue, tumpende, alafu na mwisho wanapofanya ile ishara kwa jina la Baba kichwani, si ndio? Maana yake hiyo ni ishara ya nini? Ya akili. Tumjue huyu Baba, tumjue Mungu. Kwa hiyo Mungu tunayemwamini ni mtu tunayefanya nini? Tunayemjua, tumjue. Na la Mwana maana yake tumpende, imani, kumwamini ndani ya mioyo yetu.
lakini na Roho Mtakatifu kwenye nini? Kwenye mabega. Tumtumikie, ishara ya kubeba mabega, kumtumikia. Maana yake kwamba tuwe tayari kubeba misalaba yetu, tuwe tayari kufanya kumtumikia huyo Mungu ambaye kwanza tumemjua, lakini pili tumefanya nini? Tunampenda, tumemweka ndani ya mioyo yetu, halafu tunafanya nini? Tunamtumikia. Ndio ile kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hivi Mungu ni mmoja. Tunaona toka mwanzo, wakati ule wa uumbaji, Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu akasema, na tufanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Inaonyesha uwingi, sio kwamba walikuwa wa Mungu wengi, ila uwingi katika nafsi, katika Mungu yule mmoja. Tumesema Baba ni muumbaji, lakini pia katika kazi ya kuumba hakuwa peke yake. Tunaambiwa Roho wa Bwana alitulia, alafu tunaambiwa tuliumba kupitia nini? Neno. Na ndio katika Injili ile ya Yohane sura ile ya kwanza napoeleza, hapo mwanzo kulikuwapo neno, naye neno lilikuwapo kwa Mungu, pasipo neno haikufanyika jambo lolote. Anazungumza Wagiriki wanaita elogos. Elogos ilibeba maana ya neno, lakini baada pia ikimaanisha mwana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe toka mwanzo, wakati wa ukombozi pia tunapozungumza nafasi ya mwana, si kwamba alikuwa peke yake, alikuwa pamoja na Baba. Tumeona wakati ule kabla ya kwenda kwenye mateso, alisala sala nyingi sana akimtaja Baba, 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 Baba. Na hata ile sala ile tunayosoma katika Injili ya Yohana sura 17, ile sala ile ya kikuhani, amezungumza mno, Baba naombea hawa, Baba hivi, Baba hivi, Baba, 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 kwamba wako pamoja. Lakini pia na baadaye anaposema napaswa mimi niondoke ili Roho aweze kuja, maana yake ni kwamba tunaonana naye tena katika hali ya roho, hali ya roho. Kwa hiyo tuko pamoja na huyo Mungu katika huo Utatu Mtakatifu. Mungu tumesema ni moja. Ndani ya Mungu hakuna utengano, hakuna utengano. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Futushini, askofu mkuu wa Marekani wa miaka hiyo, mtumishi wa Mungu anasema, hii ni nafsi katika utatu na uhusiano wa upendo, sio wa watu watatu. Na anaendelea kusema kwamba Baba anampenda Mwana na Mwana anampenda Baba, na Roho Mtakatifu ni ukamilifu wa upendo wa Baba na Mwana. Ndio maana tunasema kwamba Mwana anazaliwa kutoka kwa nani? Kwa Baba, lakini Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kwa Mwana, kwa Baba na kwa Mwana. Kwa hivi Baba anamtuma Mwana na Mwana anatumwa na Baba, na Roho Mtakatifu anatumwa na Baba na Mwana. Kwa hivyo anatii hizo mamlaka za Baba, ndio wanaunganikana katika ule umoja. Kwa hiyo hakuna umoja bila upendo, na hakuna upendo bila kujitoa. Kwa hiyo jambo la msingi na kubwa ambalo sisi tunajifunza katika Utatu Mtakatifu ni namna ambavyo nafsi hizi tatu zilikuwa zinafanya kazi kwa pamoja bila kugawanyika, na hakuna nafsi iliyojiona yenyewe ni bora kuliko nafsi nyingine. Na ndiyo hata sisi ambao tumeunda mwili mmoja, yaani kanisa, na sisi tunakuwa na ule umoja. Kwa hivyo hakuna kati yetu anayeweza kujiona yeye ni bora kuliko mwingine. Sisi sote tu sawa mbele ya Mungu, tu sawa mbele ya Mungu. Kwa hiyo hakuna aliye na kusema mimi ni wa thamani zaidi, labda kwa sababu mimi ni padri, mimi labda ni wa thamani zaidi, labda kwa sababu mimi ni mtawa, mimi ni wa thamani zaidi, labda kwa sababu mimi ni mlei, au mimi ni wa thamani zaidi, labda kwa sababu naimba kwaya, labda kwa sababu ni utume wa Fatima, labda kwa sababu ni karismatiki. Hapana, sisi sote tu sawa mbele ya Mungu. Na kama vile hakuna umoja bila upendo, na hakuna upendo
tunaalikwa kuwa na umoja, kama zilivyo zile nafsi. Lakini pia umoja wetu utajidhihirisha katika upendo. Je, tunapendana? Tunajaliana? Tunachukuliana? Hata kama tunakoseana tunachukuliana? Lakini jambo la msingi zaidi, je, tunajitoa? Kwa sababu hakuna upendo bila kujitoa. Tunapozungumza juu ya ujenzi wa nyumba ya mapadri, maana yake tunazungumza juu ya kujitoa, tunazungumza juu ya upendo, na tumesema hakuna upendo bila kujitoa. Kwa hivyo ndugu zangu, niwaalikeni kila mmoja aweze kuiona nafasi yake kama sehemu katika mwili huu mmoja unaounda parokia hii moja, na tumekusanyikana hapa kama familia moja. Kwa hivyo kwanza tutangulize upendo, lakini upendo wetu ujidhihirishe katika kujitoa. Watu tumesema Mungu ametuumba tumjue, tumeshamjua, tumpende. Hatuwezi kuonyesha kwamba tunampenda kwa maneno, tutaonyesha upendo wetu kwa nini? Kwa matendo. Na ndio maana tumealikwa tumtumikie. Kwa namna gani? Kwa haya matendo ambayo tunayafanya. Kwa hiyo tukifanikiwa katika zoezi zima la kuhakikisha kwamba inapatikana nyumba ya mapadri katika eneo hili, maana yake kanisa zuri la namna hii sio kanisa la hadhi ya kigango. Hili ni kanisa la hadhi ya nini? Ya kiparokia. Ni kanisa la hadhi ya kiparokia. Na kama ni kanisa la hadhi ya kiparokia, hakuna parokia ambaye padri hakai parokiani. Padri anapaswa akae parokiani. Na ndio maana sasa tukitaka hili kanisa lirudi katika hadhi yake ya kiparokia, maana yake lazima tumfanye padri akae hapa. Tutasema leo tunatangaza hii kwa parokia, alafu mwisho wa siku padri hakai hapa, sitakuwa sawa na kigango vile, si ndio? Kwa hiyo padri akae hapa. Atakaa hapa, takaa wapi? Kwa tunapaswa tujenge nyumba itakayofaa kwa ajili ya yeye kufanya nini? Kukaa. Nia tunayo, uwezo tunao. Kwani kwamba sisi tuna uwezo? Tunao. Kwamba nia hatuko nayo? Tunayo, si ndio? Kwa hivi sasa, hebu tuone kila mmoja anawajibika katika hilo, na lengo tuone linatimia. Mwezi wa kwanza nienda kule Ujerumani, nikapita Italy, nikapita pia na Ureno. Sasa nilipoenda kule Ujerumani, wana kanisa moja sana kubwa pale Koloni, kanisa kubwa, ni alama ya nchi ya Ujerumani. Kwa hivyo hata mtalii akifika Ujerumani asipoenda kuliangalia, kulishangaa ile kanisa, unaona ni kama wewe bado haujafika bado Ujerumani. Kanisa kubwa. Lakini baadaye nikaenda sehemu nyingine, Chiza kusipita wenyewe wana mabuda fulani wa Benediktini, wana kanisa kubwa. Baki na shangaa. Wakasema hili kanisa limejengwa, hii ni mara la kwanza lilijengwa likabomolewa na wavamizi walikuwa wataka Ukristo, na wengine wakachukuliwa exile, wengine wakapelekwa, wakafukuzwa na kadhalika, mapadri wakakamatwa, wakawekwa ndani. Lakini wale waumini wachache waliobaki wakaanza msingi wa kujenga kanisa hili linaloonekana sasa kubwa. Na yule bwana akasema, wakati ule tulikuwa tunajenga makanisa makubwa kuonyesha ukubwa wa Mungu, kwamba Mungu ni mkubwa kuliko ninyi
binadamu. Wakati ule wanapambana na wakina Hitler na nini, wakina Hitler wakati huo wanatishia kwamba wao ndio kila kitu. Wanasema wewe huwezi kuwa mkubwa kumzidi nani? Mungu. Na ndio sasa kuonyesha kwamba Mungu anakaa katika ni mkubwa, tunamjengea kanisa kubwa lenye hadhi yake. Na sisi hapa tumejenga kanisa kubwa na kuonyesha ukubwa wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo hapa si kwamba tunajitukuza sisi, tumejenga kanisa kubwa nzuri la hadhi kwa maana ya kumtukuza nani? Tukijenga nyumba ya padri kubwa nzuri ya hadhi, si kwa ajili ya yule padri atakayekaa mle ndani, itakuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Na watakaa hapo, hapana utakaoishi hapo ni vizazi na vizazi. Na sisi tutakuwa tunasema kwamba walau pale pana nini? Pana mchango wangu. Hapo kama unaenda kule, Mungu anakuambia ulikuwa na madhambi mengi kwa sababu Mungu, lakini walau nilijenga nyumba ya mapadri. Atasema kama ni hivyo basi mwanangu, ingia haraka haraka. Haraka. Sasa unafika hata jambo gani ulifanya hakuna. Hivi na hivi hakuna. Na maisha yako wewe mwenyewe yalikushinda. Sasa tutakusaidiaje katika mazingira kama haya? Kwa hiyo ndugu zangu, kila mmoja aweze kuona namna gani sasa anaweka ule mfano, anaweka alama kwa ajili ya hilo tukio zuri ambalo tunapanga kulifanya katika eneo hili, ili wajukuu wetu watakapokuwa wanakuja wafurahi. Futi chini anapoendelea kwa Utatu Mtakatifu anasema Utatu Mtakatifu ni kama maji, ambapo tunasema maji yanaundwa kwa formula ile ya H2O, hydrojeni mbili na oksijeni inatengeneza nini? Maji. Hiyo yameganda, yamekuwa kama barafu, lakini yanabaki kuwa maji na formula ile ile H2O. Lakini iwe ni katika kimiminika, inabaki na formula ile ile H2O. Iwe katika mvuke, inabaki katika hali ile H2O. Lakini yote inaonyesha nini? Kwamba Mungu katika anajaribu kueleza hasa kwa nini nasema Mungu ni nini? Ni mmoja, lakini katika nafsi ngapi hizo tatu. Kwa hiyo na sisi sasa tuweze kuonyesha uwepo wetu katika formula hiyo hiyo H2O, katika formula hiyo ya Utatu Mtakatifu. Kwa nini? Kwa namna ambavyo tunashiriki katika mambo yetu. Kwa nini? Kwa umoja, bila kutegemeana. Kwa hivyo ndugu zangu, tunaposherehekea sherehe hii nzuri na kubwa sana, na tunapoliongeza kanisa kwa hao watoto watakaobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, basi tuseme kwamba katika siku ile alipobatizwa mjukuu wangu, alipobatizwa mtoto wangu, nilipokuwa nabatizwa mimi, na mimi nilitengeneza msingi wa kuanza kukaa nyumba ya kukaa mapadri katika parokia hii ya hapa Mlo Maduka. Parokia ya Mlo Madukani, sijui kama nimezoea kigango, sijui au ndio parokia ya Mlo, kwa vyote vitakavyofanya nini itakavyokuwa. Niwatakie kila la heri na heri katika siku ya Utatu Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.